Yes, bwana mtazamaji wa Simba Fans TV, masaa machache yamekaribia kutamatika kuelekea pale katika mchezo wa fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa katika dimba la Manispaa ya Berkane kupepetana na wenyeji wao RS Berkane katika mchezo wa fainali ya kwanza kabisa kombe la shirikisho, kabla ya mchezo wa mkondo wa pili ambao mpaka sasa tumekuwa na sintofahamu ni katika dimba lipi utafanyika, japokuwa viongozi wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kupambana kuona namna gani Benjamin Mkapa itakuwa ni sehemu sahihi na salama kwao kuhodhi mchezo wa fainali ya pili. Niko naye brother Shabani kutoka hapa Magomeni Mikumi, maeneo ya Mpira Pesa, kuzungumza mali matatu kuelekea mchezo huu wa fainali ya kwanza ambao utapigwa pale nchini Morocco. Bana brother Shabani, mambo ni aje? Safi, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mambo salama. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia. Wazima kabisa, boheri wa afya. Tunasubiri wakati wa mechi yetu saa 4, basi inshallah kila kitu kinaenda vizuri. Kuna pressure yote? Pressure hamna, kwa sababu tumefanya maandalizi bora. Ukiwa na maandalizi mazuri na ukiwa na timu mzuri na mwalimu aliyokuwa bora, hamna pressure. Kwa hiyo ndio maana unaona tumetulia kwenye matawi yetu. Lakini hata mwingine ambaye yuko katika mahangaiko yake, leo mji wote nadhani una rangi mbili tu, nyekundu, nyeupe na blue. Watu wanazunguka mtaani, baadaye saa 4 mtu anakuja anaangalia mechi, iwe kwenye sehemu yote mwenye alipochagua kuangalia taangalia. Lakini sisi kama tawi la Mpira Pesa tunaangalia kwenye tawi letu mechi, basi kila kitu kitakuwa kinaenda vizuri. Kumekuwa na mambo mengi sana nyuma, kwa maana nje ya uwanja kuelekea mchezo huu. Sasa labda hakuwezi kuwa haya mambo ambayo yanatokea katika hivi ambavyo vinazungumza masuala ya uwanja, masuala ya maamuzi, yakawa labda ni sehemu ya kuatia pressure na Simba kuelekea mchezo huu. Kwa asilimia kubwa, kwanza niwapongeze viongozi wangu, wameshajua kwamba sisi ni timu ya aina gani. Kwa hiyo kabla hawajatoka hapa, kuna mikakati tulishaipanga, kila mtu alichukua nafasi yake. Tulijua lazima kutakuwa kuna fitina za hapa na pale, lakini fitina ya ndani ya uwanja ya muamuzi tutaiangalia kwenye dakika 90, lakini fitina zingine zote tumejitahidi kupingana nazo, na tunashukuru Mwenyezi Mungu mambo yetu yameenda kama vile tulivyopanga. Hata kama sasa hivi naona kuna swali linalozungumziwa la kutaka kutuondoa katika mchezo, lakini mimi nizani niwatoe hofu wana Simba wenzangu. Sasa hivi tucheze mechi ya tarehe 17 ambayo ni leo saa 4 usiku. Kila mtu amtangulize Mwenyezi Mungu wake, amuombe na haiombee timu yetu ya Simba Sports Club na nchi yetu ya Tanzania katika mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Lakini la pili, kila Mtanzania ajue kabisa kwamba mechi itachezwa ya pili ya fainali ya pili. Kwa hiyo kama itachezwa, kila mtu hakikishe anakiandaa kile ambacho anakiona kinafaa timu yetu kupata matokeo akiwa nje ya uwanja. Mechi itachezwa, zingine propaganda tu, lakini mechi itachezwa na itachezwa katika ardhi yetu. Kama RS Berkane wamecheza nyumbani kwao katika uwanja ambao unaingiza watu 10,000 kwa 13,000, na sisi thamani yetu na ukubwa wa klabu yetu ni kuingiza watu 80 mpaka 70 mpaka 60. Kwa hiyo hiyo mechi itachezwa, lakini sasa hivi tuangalie mechi yetu ya leo ambao ndio iko mbele yetu, na ndio mechi ambayo itakotupa mwangaza wa mechi inayofuata tarehe 25. Yes, uwanja wa Manispaa ya Berkane si mkubwa sana kulinganisha na uwanja ambao kuna Msimbazi Simba tulikuwa tukitumia katika mechi zetu za nyumbani, kwa maana Benjamin Mkapa. Lakini mara nyingi michezo ya ligi kuu na kwa muda mwingi sana tumekuwa tukicheza katika dimba la KMC Complex hapa. Kulingana ama ukubwa wa uwanja Berkane na KMC hauna tofauti sana. Wekundu wa Msimbazi Simba wamesafirisha baadhi ya mashabiki kuelekea kule kutokana na msaada ambao ameutoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia. Hii inakuwa faida ya namna gani kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba? King Faida yuko pale Morocco na Kigoma chake. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuthamini mchango wetu kama tukiwa mwakilishi wa nchi ambao yeye na ndio Mheshimiwa Rais ambaye anatuongoza, lakini vile katuheshimisha sana kutupa usafiri wa kuhakikisha wachezaji wetu, viongozi wetu na baadhi ya mashabiki wakisafiri kwenda kusupport timu yetu. Hilo tunampongeza Mheshimiwa Rais, na tumwambie tu Mheshimiwa Rais, Simba ni klabu ya mpira. La kwanza, tutahakikisha tunadumisha amani ambayo tuliilisi katika familia za wazazi wetu. Lakini la pili, tutahakikisha tunatii sheria za nchi yetu kama klabu ya Simba Sports Club.
Lakini la tatu, tumwambie Mheshimiwa Rais furaha yake na furaha ya Watanzania ni kuleta lile kombe na kumkabidhi yeye, akiwa rais wa kwanza mwanamke, lakini rais wa kwanza ambaye anakabidhiwa kombe la mashindano makubwa ya CAF. Kwa hiyo heshima hiyo sisi tutampa kama yeye alivyotupa heshima. Lakini ukiachia hivyo, kuna mashabiki wengine wameondoka wenyewe kwa kujitegemea. Nimeona mashabiki ambao wana support timu yao, nimeona wengine wametoka Uingereza, wengine wametoka nchi tofauti, wameenda kusupport timu yetu. Lakini wapo wengine wametoka Tanzania, wameondoka na ndege ya jana, wameelekea Morocco. Kwa hiyo katika hili niwapongeze wale ambao wote waliokuwa Morocco, wanaohakikisha wanapambana kila hatua timu yetu inapokuwa inacheza. Lakini hata wale mashabiki wa hapa nyumbani Tanzania, nadhani leo ni siku yetu, lazima watu wasupport timu yao kwa kukaa kwenye TV na kwenda kwenye maeneo yao maalum na kuomba dua timu yetu iweze kufanya vizuri. Saa 4 kila mtu atulie kwenye TV yake, angalie mpira akiwa anapata raha kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. RS Berkane wamekuwa na rekodi nzuri sana wanapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Hawajapoteza mchezo wote wakiwa nyumbani, lakini pia kwenye mashindano haya hawajapoteza mchezo wote, wakiwa wameruhusu mabao mawili tu, wakifunga mabao 18 kwenye jumla ya michezo ambao wamecheza. Tahadhari kubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ama kwa mwalimu, unadhani mwalimu aingie kwa namna gani siku anajapokuwa anafahamu yeye mwenyewe? Kuna tahadhari kubwa, na wenyewe ni bora, ndio maana unakuta na wao wameingia finali. Ubora wa RS Berkane ndio ubora wa Simba Sports Club. Ndio maana mpaka leo katika timu zote zilizocheza, nadhani zilikuwa timu nyingi sana. Tumeanza kwenye mchujo, tukaja kwenye 16, tukaja katika makundi mpaka tumekuja kufikia hapa. Kwa hiyo wote walotolewa wametolewa, lakini timu zilizoingia zote ni bora. Hata Simba Sports Club mechi zetu za nyumbani hatujapoteza. Ndio maana tumefika hatua hii. Sikumbuki kama kuna mechi tumefungwa katika mashindano haya hapa nyumbani Benjamin Mkapa. Hakuna mechi tuliyopoteza. Kwa hiyo hata sisi vile bora, lakini sasa hivi tumefika finali, tunazungumzia finali. Hatuangalii nani kashinda nyumbani, hatuangalii Simba alishinda nyumbani, hajashinda nyumbani. Hatua ya finali na plani tofauti kabisa na mechi zingine. Kwa hiyo mwalimu Fadlu kwa bahati nzuri mwenyewe kasema anawafahamu RS Berkane kwa sababu kaishi pale Morocco, na sio kuishi tu kama mzururaji, kaishi akiwa anafundisha mpira tena kwenye klabu kubwa ya Raja Casablanca. Kwa hiyo anafahamu falsafa za wa Morocco na anafahamu mpira wa watu na fitina za watu wa Morocco. Kwa hiyo hilo kwa upande fulani sisi Simba litatusaidia, lakini tusibweteke na hilo. Sisi kama mashabiki kazi yetu ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema niombe nitakupa, na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu wetu, na tuambie tu wale ambao wanatuombea wa kwenye makanisa, kwenye misikiti, kwenye madrasa, sehemu tofauti, sehemu tofauti, wazidi kutuombea timu yetu iweze kufanya vizuri. Lakini kwa mechi ya leo atakayeamka vizuri na atakayepata matokeo, na fainali yetu ngumu ni leo Morocco, lakini fainali ya Benjamin Mkapa tutakuwa tunacheka. Shukrani sana. Nashukuru sana.